Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu. Ndugu zangu, kama gisi mnavyoona, tema ya siku ya leo ni tema inayohusu siri iliyofichwa ya Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Nyote mnajua kwamba kitabu hiki ambacho tutaenda kukigusa ni katika kitabu cha Ufunuo, na ni kitabu ambacho walio wengi wanaogopa sana kukigusa kwa sababu aweza kukisoma, kwa sababu ni kitabu ambacho kimejaa ufunuo, aweza mafunuo ya kutosha, na walio wengi hawawezi wakaeleza zaidi sana ni nini maana ya mafunuo ambayo yamo ndani ya kitabu hiki cha Ufunuo. Sasa na sio kwamba tu wanaogopa, ni kwa sababu wataenda kuongea kitu gani ambacho hawakujua, ambacho hawakufunuliwa, kwa sababu ni kitabu ambacho sio kwa namna unavyofikiria wewe ndivyo labda ilivyo. Hapana. Na ndio maana walio wengi huwa wakati wanapozungumzia kuhusiana na sakata hilo, waweza kuhusiana na kitabu cha Ufunuo, wao watafikiri kwamba labda unapoongelea kwa mfano Apocalypse, walio wengi wanasema Apocalypse, wanaona kama labda ni mangamizi, ni mwisho wa dunia. Apocalypse ni Kiswahili tu, yani katika Kiswahili ni ufunuo tu, yaani unapata ufunuo wa mambo yaliyopita, yaliyopo na mambo yatakayo kuja hapo baadaye. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tutaenda kupenya tena kwa mara nyingine katika maarifa yaliyokatazwa. Tutaingia katika kitabu hicho ambacho wao wanaojiita kwamba ni wachungaji, manabii, mabishop, walio wengi hawaingii ndani mwake, maana ni kitabu ambacho kimefunga unabii ambao hauwezi kutoa maelezo yake. Ndio maana wataongelea manukuu ambayo ni manukuu yasiyo sahihi, ambayo hayana uhalisia wowote. Ndugu zangu, mnaposoma ndani ya Biblia za kisasa sura yake ya kitabu cha Ufunuo sura yake ya 12 mkianza kwenye mstari wa 7 hadi 9, wanasema hivi, sikilizeni, alafu tutaingia ndani ya mafundisho yenyewe. Wanasema, kisha kukazuka vita mbinguni, Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake, lakini joka hilo na malaika wake walishindwa, na hatimaye hapakuwa tena nafasi mbinguni kwa ajili yao. Basi joka hilo kuu likatupwa nje. Joka hilo ndiye yule nyoka wa kale ambaye huitwa pia Ibilisi na au Shetani, ambaye hudanganya ulimwengu wote. Naam, alitupwa duniani na malaika wake wote pamoja naye. Hapo mkisoma, walio wengi katika hiyo mikusanyiko watasoma, lakini hawawezi wakawaeleza ni lini vita hivyo vilipotendeka, maana yake ni nini. Yaani ukiwauliza hawawezi wakajua, na walio wengi wanaongea hili, nitawaambia kile wanachokiongea. Walio wengi hawawezi wakajua kama vita hivi vilitendeka kabla ya kuumbwa kwa dunia aidha baada ya kuumbwa kwa dunia. Na ndio maana nikasema kwamba walio wengi wao watasema kwamba hivyo vita vilitendeka wakati dunia ilishaumbwa, kwa sababu waliwaambia kwamba ole kwa wale walio duniani. Na kila mtu wakati anaposikia kwamba fulani ametupwa, yani kitu ambacho kiko juu kimeangushwa, aidha ameshushwa, ametupwa chini, yani kutupwa chini, yani lazima atatoka huko mbinguni hadi kushuka hadi katika hapa katika hali hii inayoonekana. Hayo ndio uelewa wa walio wengi, lakini na wengine watatoa mafundisho ya kusema kwamba yes, ni kweli Shetani wakati alipotupwa, alipoanguka, ni kweli dunia ilikuwa tayari imeshaumbwa, na ndio maana wakati alipoanguka akaangukia dunia ikakosa kuwa na umbo tena na ikawa tupu, na ndio maana tena Mungu akaumba tena dunia upya, kwa sababu Shetani wakati alipoanguka alikuja kufanya kwamba dunia ipate kuwa isiwe tena na umbo kama jinsi ilivyokuwa wakati ilipoumbwa. Haya yote mafundisho ya uongo ambayo hayana msingi wowote. Watu wanaongea kwa sababu hawajui ni nini. Kwa hiyo tutaenda kuwaelezea ni wakati gani ambapo tukio hilo lilitendeka. Vita hivi vya kiroho ambavyo vilitendeka ni kabla ya uumbaji wa hali inayoonekana, aidha baada ya uumbaji wa hali inayoonekana. Ndugu zangu, lazima mjue haya mambo ambayo tutaenda kuongea kwa siku ya leo. Sasa tutaingia katika Kalata DMC, kitabu cha maajabu, Kalata DMC ambacho ni codes iliyofichika ya Biblia, Kalata mbali. Tutaenda kuambia kile ambacho kilitendeka katika kitabu hicho cha Ufunuo sura yake ya 12. Na
Kama kawaida yetu, mada yetu za tema zetu huwa zina vipengele mbalimbali. Ndio maana kipengele cha kwanza ni utambulisho wa mwanamke na nyota. Utambulisho wa mwanamke na nyota, kwa sababu mkisoma katika hilo watawaambia kwamba kulikuwa mwanamke ambaye sijui alikuwa na taji ya nyota 12 akizungukwa na jua na mwezi chini ya miguu yake. Sasa watuambie huyu mwanamke utambulisho wake ni upi? Hizo nyota 12 zitawakilisha kitu gani? Jua litawakilisha kitu gani? Haya mambo wataongea tu, lakini hawataelewa vizuri, maana watawaambia kwamba hizo nyota 12 zitawakilisha kabila 12 za wana wa Israeli, lakini mimi nawaambia kwamba Israeli hakuwa na wana 12 tu, alikuwa na wana 13, kwa sababu alikuwa na binti yake pia. Kwa hiyo sio 12, walikuwa 13. Na wataongelea kwamba labda huyu mwanamke atakuwa labda ndio mke wa Yakobo ambaye ni Rasheli. Wengine watasema kwamba huyu ni malkia wa mbingu. Wengine wataongea mambo mengi. Wengine watasema kwamba ni Mariamu mama wa huyu wanayeita Yesu Kristo, Yehoshua Mashia. Kwa hiyo utambulisho wa huyu mwanamke walio wengi hawajui. Sasa leo mtaenda kupata utambulisho huo katika uhalisia halisi, mjue huyu mwanamke anawakilisha kitu gani, hizo nyota zitawakilisha kitu gani. Ndugu zangu, iweni makini, kwa sababu mafundisho ya leo walio wengi hamjawahi kuyasikia. Ni mafundisho ambayo yatawafungua walio wengi kutoka katika ujinga, kutoka katika mafundisho ya awali, mafundisho ambayo yako pale katika lengo la kumweka mtu mweusi katika utumwa. Lakini leo mtaenda kujua ni nini kuwa katika uhalisia wenyewe, kuwa katika ukweli maana yake ni kitu gani, ndugu zangu. Sasa kama nilivyowaambia, kipengele cha kwanza kitahusu utambulisho wa mwanamke na nyota. Kitabu cha BBCD, yani Ufunuo, sura ya 12 mstari wa kwanza inasema, ndani ya Kalata DMC inasema, ishara kubwa na ya kuvutia ilionekana katika ulimwengu. Kuna nukta mbili. Kwanza hapa wanaongelea, wapendwa, ulimwengu, hapana mbingu, kwa sababu kuna tofauti kati ya ulimwengu na mbingu, kwa sababu mbingu inapatikana ndani ya ulimwengu. Hilo mnatakiwa kulielewa. Yes, mbingu inapatikana ndani ya ulimwengu. Na ndio maana hapa wanaanza kuambia kwamba ishara kubwa na ya kuvutia ilionekana katika ulimwengu. Na ulimwengu, ikiwa mnapenda kujua, ulimwengu ni katika Kiswahili, lakini lugha ya asili kabisa bali Dwala ya zamani, ulimwengu unahitwa misipo. Misipo ndio ulimwengu. Kwa hiyo huyu anayetuelezea hapa katika kitabu hiki cha BBCD, yani Ufunuo, alikuwa ni Lakisabe. Lakisabe ndiye watakaichukua historia yake, watabadilisha, kwa sababu Lakisabe alikuwa ni mweusi, lakini watabadilisha historia yake, watabadilisha rangi yake, watasema, na watabadilisha hata jina lake. Wataondoa Lakisabe, watasema kwamba yeye ni Yohana, yeye ni Jean, yeye ni John. Kwa hiyo kitu ambacho kinashangaza zaidi sana, namna gani jina la mtu unapoongea lugha fulani inabadilika. Haya ndio mambo ambayo walio wengi hawawezi wakajiuliza, namna gani Mungu wako anaitwa katika lugha fulani, anaitwa Mungu, anaitwa jina lake, katika lugha nyingine anaitwa. Watu hawawezi wakafikiri kwamba huu sio sahihi, maana jina la mtu haliwezi likabadilika kwa sababu ya lugha fulani. Mimi ninaitwa Imani, niende wapi na wapi na baki Imani. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu huyo anayechukua majina kulingana na lugha, huyo ana itilafu, ana tatizo kwelikweli. Lakini hatuko hapo. Hapa wanatuambia kwamba Lakisabe ambaye alikuwa mweusi, yeye aliona maono, na hakuwa kwenye kisiwa cha Patmo kama Yesu anavyosema. Hapana, kwa sababu ni historia. Haya maono aliyapata kwelikweli yeye kimwili akiwa katika wasi katika Afrika. Hapo ndipo akapata maono, na hilo ndio jambo ambalo tunatakiwa kulielewa. Historia yote ya Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo ni historia ya watu weusi ambao wazungu walibadilisha ili ipate kuwa ya kwao. Na haya mambo yote yalitendeka katika bara letu kipenzi tena nzuri, ambayo ni Umunyele aiza wasi, lakini tutaenda kuingia kiundani zaidi. Sasa anaanza kusema kwamba wakati alipokuwa katika maono, yeye Lakisabe aliona ishara kubwa na ya kuvutia iliyoonekana katika ulimwengu. Na akasema, sasa kuna nukta mbili, mwanamke mweusi aliyeanzishwa kwenye mabano wasi. Loba kwanza anaanza kutueleza hapa kwamba wakati alipoona ishara ya ajabu ya kuvutia iliyoonekana katika ulimwengu, ndipo akaona mwanamke mweusi ambaye ameanzishwa. Yaani wanawaambia kwamba huyu mwanamke ambaye aliyekuwa
sijui amezungukwa na mwezi na taji ya nyota kichwani kwake huyu mwanamke, na chini ya miguu kulikuwa mwezi. Wanawaambia kwamba huyu mwanamke ndani ya mabano ni wase. Katika uhalisia huyu mwanamke ambaye mnasoma katika kitabu cha Ufunuo sura yake 12, msifikiri kwamba labda ni Maria mama wa Yesu, hata sijui nini, no, aidha malkia wa mbingu, hapana. Yaani katika ulimwengu wa kiroho, katika upande uliofichika, yaani wasi, ni wasi. Yes, ni wasi, kwa sababu yeye wasi, yeye atawakilisha ni mwanamke, na ni mwanamke ambaye anazaa. Yes, na ndio maana wanasema kwamba Afrika ni chimbuko la ubinadamu. Ndivyo, hamjawahi kusikia hivyo? Hata shuleni tulifunzwa hivyo kwamba Afrika ndio chimbuko la ubinadamu, kwa sababu Afrika, yani yeye ni mama, yeye anazaa, yani kila kitu kinapatikana Afrika. Ndio maana mali, kila aina ya mali ambayo mnaweza mkatafuta mtapata, kwa sababu hapo ndio chimbuko. Na sehemu zingine kama vile Marekani, sehemu hizo hizo ambapo watasema kwamba kuna mafuta, kuna nini, kuna utajiri, lakini wakati huu watawaambia kwamba umeshaanza kupungua, umeshaanza unahisha. Ni kwa sababu ya nini? Wao wanasema unahisha, lakini sisi tunajua ni nini. Maana utajiri wote ambao katika sehemu zingine chini ya udongo kunarejea tena katika bara letu. Yani kila kitu kinarejea nafasi yake. Yani wanaposema kwamba umeisha sehemu fulani, hata Waarabu waza wapi wanasema kwamba mafuta yanaanza kupungua, tambueni kwamba vinaanza kurudi kwenye nafasi yao ya asili. Ndio maana mambo ambayo yako katika wasi, utajiri ambao uko katika bara hilo kipenzi Mwenyele, ambalo ni bara pekee, hakuna kiumbe yeyote ambaye anaweza akaumaliza. Walianza kupora ni miaka na miaka, lakini hadi muda huu mengine wanaendelea kugundua kusema kwamba sasa hii Afrika nayo hatuielewi, na hamwezi mkaielewa, maana tangu kuwepo na wizi ambao ulifanyika hadi muda huu, hata 1% ya mali ambayo iko ndani ya wasi hawajagusa. Hata 1% haijafikia. Nasema 1% tangu wahibe kama jinsi wanavyohiba, hata 1% hawajafikia. Sasa, na kuna mali ambazo zimewekwa chini tena zaidi ya udongo, ili kwamba hao majambazi wahezi wasiweze kufika. Ulimwengu wa kiroho ulifanya hivyo kimakusudi, na wamefanya hivyo kwa ajili yetu sisi watu weusi, maana walijua kwamba ikiwa sisi tunasumbuliwa, wengine wanatupiga, wengine wanatuua kwa sababu ya hayo machache ambayo tuko nayo. Sasa kukionekana mali zingine za ajabu, kwa hiyo watangamiza walio wengi, lakini hilo jambo lazima kwanza watu weusi, kwa haya machache madogo ambayo tuko nayo sisi wenyewe tunashindwa hata kuyatumia. Utakuta watu wanachimba dhahabu, lakini wanaenda kuisafisha sehemu nyingine katika nchi za Ulaya. Sasa madogo ambayo tuko nayo sisi wenyewe tunashindwa hata kuyafanyia kazi ndani ya nchi zetu. Sasa yatakapokuja sasa makubwa, yale makubwa sasa, je, kwa kweli tutawezana naye? Ndio maana ulimwengu wa kiroho unajua kwamba lazima kwanza watu weusi warejee katika nafasi zao, na kurudi huko ni kwamba mwachani na hizo takataka za dini, mkubali ukweli ili mupate tena ufahamu, yani teknolojia yenu ipate kurudi. Maana Mulidi ametuambia teknolojia ipo ndani ya mtu mweusi, kila kitu kimo, lakini ni kama kimelala kulingana na hizi dini ambazo zimekuja kumlalisha, na ndio maana hawezi akatengeneza teknolojia. Wasiwadanganye kwamba labda wazungu wao ndio chimbuko la teknolojia. Hapana, ni mambo ambayo walihiba kwetu sisi, lakini wakaanza kuyatoa, na wakati huu mtafikiri kwamba ni wao ndio chimbuko la teknolojia. Chimbuko la teknolojia ni mtu mweusi, ni yeye ndiye mwalimu anayewafunza. Sasa wao wanachukua, alafu wanafuta kila kitu, alama zote ambazo zinaweza kuonyesha kwamba labda wametoa huku. Sasa wanawaletea nyuma, wanasema hawa wana akili zaidi kazi. Na wanaposema hivyo, wengine wanasema nyinyi mnaongea hivi, si wazungu ndio wako na kile na hiki na hiki na hiki. Haya yote mtu mweusi ndio chimbuko. Lakini tuko hapo, lakini wanatuambia kwamba huyu mwanamke mweusi aliyeanzishwa kwamba ni wase ndio ambao wanaita kwa leo Afrika, na bara inaitwa ni Munyele. Sasa wanasema kwamba aliyevikwa jua, yeye alivikwa jua, alafu atatupatia maana ya kuvikwa jua ndani ya mabano ni kwanza loba chini ya uangalizi wa Mudima Bambe Wei. Kitu cha kwanza wanatuambia kwamba huyu mwanamke alikuwa amevikwa kabisa
yaani jua. Tunaona jua, lakini wanatuonyesha nyuma ya jua kuna roho msimamizi wa jua ambaye anaitwa Mudima Bambe Wei, roho msimamizi wa jua, mwezi wa ajabu chini ya miguu yake, kuna mabano, chini ya uangalizi wa Mudima Bambe Modi, yaani roho msimamizi wa mwezi wa ajabu. Yaani tunaona mwezi, lakini nyuma tunaona kwamba kuna roho msimamizi wa mwezi. Tunaona jua, lakini tunaona kwamba nyuma kuna roho msimamizi wa jua pia yuko pale, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake, kuna mabano, chini ya uangalizi wa Bamululuma, yani malaika 12 wanaojulikana kwa jina la Ngengeti, yani nyota. Kwa hiyo hizo taji za nyota 12 zitawakilisha malaika 12 wa kitengo kinachoitwa Ngengeti. Sikilizeni kwa makini ndugu zangu, hapa tuko katika uhalisia, katika maisha ya kiroho. Hapana Mungu ameniambia, Yesu Roho Mtakatifu ameniweka akili. No, hapa tuko katika uhalisia wenyewe ndugu zangu. Kwa hiyo sikilizeni kwa makini. Kwa hiyo tumeona kwamba wasi katika upande mwingine atawakilisha ni mwanamke anayezaa, huyo ndio wasi. Lakini mwanamke wasi amezungukwa na jua, na hilo jua litawakilisha ni uweza, ni nguvu, ni nishati ya hali ya juu ambayo inaibeba wasi ambao wataita Afrika. Sikilizeni kwa makini. Loba. Kwa hiyo wasi atazungukwa na jua, atazungukwa na uweza, nguvu ya aina ya ajabu ambayo itafanya kwamba wasi na baki kuwa imara. Ndio maana staarabu zingine zote zitatoweka, lakini wasi itabaki imara kama ilivyo na kama inavyotakiwa kuwa. Sasa lakini wanatuambia pia kwamba chini ya miguu ya huyu mwanamke ambaye atawakilisha wasi kuna mwezi wa ajabu. Sasa hapa mwezi utawakilisha kitu gani ndugu zangu? Wanapowaambia kwamba mwezi ulikuwa chini ya miguu ya huyu mwanamke ambaye atawakilisha wasi, yaani wanawaonyesha kwamba wasi yeye anatembea juu ya wakati, yaani wakati na majira yeye yuko juu, yaani viko chini, kwa sababu tunajua kwamba mwezi uko pale kwa ajili ya kutengeneza nini? Kutupatia muda, nyakati, miaka, mambo kama hayo na kubadilisha. Tunajua pia kwamba mwezi ni saha ya ulimwengu, hivyo tunajua. Kwa hiyo saha, yani ina maana kwamba yeye hategemei tena majira ya hali inayoonekana, yaani yeye yuko katika level nyingine, yaani wasi yuko katika level nyingine. Na ndio maana mnajua kwamba wasi yeye alikuja kabla hata ya mwezi, kabla hata ya jua, kabla hata ya nyota. Wasi yeye yupo. Kwa hiyo yeye wasi wakati alipoumbwa hakutegemea mwezi uje ili yeye apate kuwepo. Wasi yeye yupo tu kabla ya mwezi haujaja, kabla ya jua na nyota hazijaja. Nafikiri hapa ndugu zangu mnaelewa vema ni nini maana yake. Kwa hiyo huyo wasi yeye hategemei muda na wakati, hapana, wa hali inayoonekana, na yuko juu ya hali. Kwa hiyo tukaona kwamba kweli kweli hilo jua ambalo limemzunguka pia, yaani nishati ni nishati ya ajabu ambayo haina kikomo ndugu zangu. Sasa alikuwa na taji ya nyota juu ya kichwa chake. Wao watasema kwamba ndio, nikasema wao watasema kwamba wao alikuwa yani ninawakilisha watoto 12 wa Yakobo, lakini nikasema hapana, Yakobo alikuwa na wana 13. Na tukaona kwamba hao 12 yani wanaonyesha, wanazirisha kwamba ni Bamululuma ambao wataitwa kwa jina la Ngengeti, yani ni aina ya malaika ambao wataitwa nyota. Mkiswahili tunatafsiri nyota, lakini katika lugha ya asili wanaitwa Ngengeti, maana Ngengeti ndiyo nyota. Kwa hiyo taji ya nyota 12 kumrazi itawakilisha malaika, yani malaika 12 ambao wataitwa ni Bamululuma katika kategoria ya Ngengeti. Hili swala ambalo Lakisabe aliloliona, Dubise alikuwa tayari ameshaliona, kwa sababu yeye alikuja kabla ya nani? Kabla ya Lakisabe. Alionyeshwa naye pia kuhusiana na hilo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Dubise sura ya kwanza mstari wa 736 hadi 37. Naye pia ataongelea kuwaonyesha kwamba kweli kweli hao Bamululuma 12 ndio watakaowakilisha hizo nyota 12 ambazo zilikuwa kwenye kichwa cha nani? Cha huyo mwanamke ambaye ni wasi. Lakini tunaendelea.
walio na nani wanaweza wakaangalia baadaye Dubise 736 hadi 737. Kwa hiyo Lakisabe yeye aliona mwanamke, naye pia Dubise aliona, lakini yeye aliingia kiundani zaidi sana kuhusiana na ufunuo huo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Ufunuo tena sura yake 12 mstari sasa wake wa pili, nasema hivi: alikuwa mjamzito. Kwa hiyo huyo mwanamke ambaye alikuwa na taji ya nyota 12 kwenye kichwa, amezungukwa na jua, mwezi wa ajabu chini ya miguu yake, alikuwa tena mjamzito, naye atapaza sauti akiwa katika kazi na katika utungu wa kuzaa, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa Roho msimamizi wa uzazi. Kwa hiyo huyu mwanamke ambaye ni wasi alikuwa mjamzito na alitakiwa kuzaa. Sasa hapa ndipo waliwaficha mambo, ndugu zangu, ambayo hamwezi mkaamini. Hapa waliwaficha vitu vya ajabu kuhusiana na huyu mwanamke hapa, na ndio maana ni siri iliyofichika, siri iliyofichwa kuhusiana na kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ndio maana tunaingia kwenye kipengele cha 3 ambacho kinahusu roho msimamizi wa uzazi. Ni kipengele cha 2, kwa sababu kipengele cha kwanza ilikuwa ni utambulisho wa mwanamke na nyota. Tayari tumeshaona mwanamke alikuwa ni wase, ambaye anawakilisha wase. Nyota tunaona kwamba ni roho, ni malaika 12 ambao wataitwa kwa jina la Ngengeti, ndio wanawakilisha hivyo. Sasa kipengele cha 2 ni roho msimamizi wa uzazi. Ni nani hasa? Kwa sababu natakiwa kuelewa kwamba wakati ambapo mtu yeyote yule ambaye ametumwa ili aje katika dunia hii na kufanya mambo ambayo ameombwa afanye kulingana na ukweli, wakati wa kuzaliwa kwake, yani kuna kuwepo na roho msimamizi wa uzazi. Na sio yeye tu, tutaona na roho nyingine ambayo mara nyingi huwa wako pamoja katika hilo. Sasa mtaenda kumjua ni nani huyo roho msimamizi wa uzazi. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza sura ya 125 hadi 129, nasema mimi muto, uwepo wa kimsingi aliye hai, na pia kwa sababu nimekuwa kupitia moto, asili ya yote ambayo yanajumuisha uwepo wa jamii nyeusi katika uhalisia, kuna mabano unaojulikana na usiojulikana, tunafunga mabano wa hali inayoonekana. Kwa hiyo hapa Muto anaanza yeye mwenyewe kwanza kusema kwamba yeye ndio chanzo, yeye ndio sababu ya kuwepo kwa nani? Kwa jamii ya watu weusi katika uhalisia, uwe uhalisia unaojulikana aidha uhalisia usiojulikana. Kwa wale wasiojua wanaweza wakauliza uhalisia unaojulikana usiojulikana ni nini, wanaweza wakapata tena maelezo zaidi sana ya hayo. Anaendelea kusema kwamba nilikuwa mama wa wote walio hai na pia wa wale ambao hawajapitia kifo cha kiroho, ambao daima wametokana na moto na mimi mwenyewe, kwa kuwa mambo ya kiroho ni swala la rangi. Huyu anayeongea hapa ni Muto, mama yetu wa kwanza kabisa, ambaye alikuwa ni mweusi. Anawaambia kwamba yeye ni mama wa wote walio hai, na ndio maana ndani ya Biblia za kisasa hawakugusia kifo cha huyu mwanamke ambao wataita Eva. Maana katika Biblia, nafikiri ni kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 20 kama sijakosea, ndani ya Biblia za kisasa, hapo ndipo huyu mwanamke Eva alisema kwamba yeye, yani wanamwandikia kwamba yeye ni mama wa walio hai. Sasa ikiwa yeye ni mama wa walio hai, sasa mama wa walio hai yeye hawezi akafariki. Kwa hiyo yeye akifariki, na wengine wote ambao walitakiwa kuwa hai wote watafariki. Sasa walielewa hicho, na ndio maana hawakuweka kwamba Eva alifariki lini, lakini Adamu akaweka kwamba Adamu alifariki akiwa na umri wa miaka ngapi, ambao wanasema 900 kama na ngapi, lakini hawezi wakawaambia kwamba Eva alifariki, kwa sababu walijua kwamba wakiandika tu kwamba alifariki basi wanaharibu, na hawajui sasa siri ni ipi. Nafikiri hapa ndugu zangu mnaelewa vizuri. Kwa hiyo yeye ndio chibuko cha taifa la watu weusi, yeye na moto. Alafu anaendelea kusema kwamba mimi Muto nikawa ardhi yenye rutuba ya kukaribisha mbegu inayokubalika, ambayo ni moto, ndipo roho wa mida mfupi. Sikilizeni kwa makini, ndipo roho wa mida mfupi.
roho wa wakati, roho wa madhihirisho, roho wa mionekano, pamoja na roho msimamizi wa uzazi na roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana zilipojitokeza. Kwa hiyo wanaonyesha ni aina gani za roho ambazo huwa zinatokea wakati ambapo mtoto atakapozaliwa. Kwanza kunakuwa roho msimamizi wa uzazi, yuko pale, lakini pia roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana, ili kwamba mtoto sasa aingie, ni yeye ndio atamtanguliza katika hali inayoonekana. Hayo ni mambo ambayo watu wanatakiwa kuyaelewa. Ndio maana wakati ambapo mtoto anapozaliwa, mtaona kwamba kuna watu ambao wako pale kusubiri mtoto aje, na ndio maana hata wakati mtu anapofariki wakati mtu anapofariki nafsi yake, kuna roho ambazo ziko pale zinasubiri nafsi na kuipeleka. Kwa hiyo ndugu zangu, kuzaliwa ni kifo na kifo ni kuzaliwa. Hiyo ni mada nyingine. Kwa hiyo Muto anaendelea kutuambia, kutuonyesha kuhusiana na umuhimu wa roho huyu ambaye ni msimamizi wa uzazi. Maana kwa sababu tunajua kwamba yeye ana jukumu la kutosha sana pia huyu roho. Maana yeye anaweza akafanya kwamba wakati ambapo mtoto anazaliwa, mtoto asifariki anapozaliwa, aidha mtoto asipate tatizo fulani wakati anapozaliwa, kwamba labda kutakuwa itilafu hili na lile. Yeye yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto anazaliwa yuko salama, yuko vizuri. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri ndugu zangu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lazima watu walielewe, kwamba mtu ambaye anatembea kulingana na ukweli kabisa, anatembea kulingana na ukweli, na anapokuwa katika wakati wa kuzaa, hizo roho zipo pale. Roho msimamizi wa uzazi yupo na roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana. Lakini hapa tunagusia kwanza huyo roho ambaye ni msimamizi wa uzazi. Anaendelea kusema, lakini kabla ya hapo, nilipofungua macho yangu, mtazamo wangu wa kwanza katika uhalisia unaoonekana ulikuwa kwa Mutateji, kwa sababu ni wakati ambapo alipoumbwa. Sasa wakati alipoumbwa, anatakiwa kuona sasa kwa mara ya kwanza, macho yake yakafunguka, na aliyekuwa wa kwanza kumuona alikuwa nani? Alikuwa ni Mutateji. Kwa hiyo alifurahi sana. Ndani ya Biblia kisasa wanasema kwamba ni Mungu, na ni Mungu kwamba ndiye aliyemleta Eve kwa Adamu. Sasa swali ni kwamba wakati alipomleta Eve kwa Adamu, njiani, je, walizungumza? Ndio waweza? Hapana, hilo aliandikwi, alisemekana. Alafu akasema kwamba mtazamo wangu wa kwanza katika uhalisia unaoonekana ulikuwa kwa Mutateji. Mimi Muto nilishangaa sana. Hayo yalionekana kwangu kuwa hali isiyoelezeka, isiyowezekana. Mara nikahisi harufu ya kupendeza. Hichi ndio kitu ambacho Muto anaelezea wakati yeye alipoumbwa. Mimi Muto pia nilikuwa na mshangao wakati roho wa uwepo, roho wa muda mfupi, roho wa wakati, kwa sababu natakiwa kujua kwamba muda mfupi upo katika wakati roho wa wakati, roho wa madhihirisho na roho wa mionekano, pamoja na roho msimamizi wa uzazi na roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana zilipojitokeza mbele yangu kwa ajili ya kunikaribisha katika uwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, swala la kukaribisha halikuanza katika hali inayoonekana, yani katika hata roho kaka zetu wa kiroho wana utaratibu huo. Kwa hiyo wakati mtu alipoumbwa, alipoanza kuona, akakuta kaka zake wote wa kiroho wako pale, wanasubiri, wanamkaribisha katika uwepo, katika hali hii inayoonekana. Ndio maana kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 252 inasema, kisha Muto akatangaza na kusema, kuna nukta mbili hapa sasa. Wakati alipopata ujauzito, atamzaa sasa mtoto. Sikilizeni kwa makini. Kwa msaada wa Muto na kuingilia kati kwa roho msimamizi wa uzazi na roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana, mimi kulingana na asili yangu nilitoa na kuunda maisha ya mwanaume mdogo wa ajabu. Kanuni ya kiakili ya asili kabisa, mimi Muto nilimpa jina la Pongise, ambayo itamaanisha kukarabati, kujenga upya, kusahihisha, kuzaliwa upya. Tunafunga mabano. Baada ya siku 8 zinazojulikana za hali inayoonekana, mimi Muto nilimtahiri ngozi ya govi lake. Kwa hiyo hapo ndipo Muto alipozaa mtoto wake kabisa, huyo ambaye ni Pongise. Yaani unawambia kwamba kulikuwepo roho msimamizi wa uzazi, yupo pale ili kwamba kila kitu kipite
vizuri. Kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 136 inasema, na wale wote wanaojulikana ambao watazaliwa kutoka kwako kupitia moto pia watakuwa chini ya uangalizi wa Roho msimamizi wa uzazi na Roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana. Kwa hiyo kikawaida kabisa wale wote wanaojulikana, yani watu wanaojulikana ni wakina nani? Yani wanaojulikana ulimwengu wa kiroho. Tuseme kwa mfano, sisi tulizaliwa, mama zetu, baba zetu, wote wako katika uongo, katika hizo dini za ajabu ajabu, hawajui ukweli huu. Lakini naweza nikazaliwa katika familia ya baba na mama hawajulikani, lakini mimi mtoto najulikana. Wakati nitakapozaliwa, yani hizo roho lazima zitakuwepo. Tuseme kwa mfano, neno likiruhusu, nimemaliza safari yangu salama na nikaingia katika agizo kula vitu, ina maana kwamba nilikuwa nimejulikana. Hivi napenda kusema kwamba wakati nilipozaliwa hizi roho zilikuwepo. Sijui kama unaelewa hili ndugu yangu. Ina maana kwamba wewe hata kama ulikuwa katika hizo dini mbilinga ngoma kila wakati, lakini katika wakati ambapo ukakubali ukweli na ukaendelea katika ukweli na ukamaliza safari yako ukiwa katika ukweli na ukaingia katika agizo kula vitu, yani umeokolewa, ina maana kwamba wakati ulipozaliwa utambue na ujue kwamba hizi roho zilikuwepo. Huyu roho msimamizi wa uzazi alikuwa wakati ambapo mama yako anakuzaa. Yeye mama yako hawezi akajua, hawezi akaona, lakini wao wapo, kwa sababu ni kwa ajili ya wale wanaojulikana. Hizo roho lazima zitakuwepo. Kwa wale ambao wanajulikana kwamba huyu atakuwa jambazi baadaye, huyo roho msimamizi wa uzazi awe hapo kwa ajili ya kitu gani? Mnaona hicho kitu? Kwa hiyo hilo ndio jambo. Kwa hiyo wewe ambaye uko hapo hawezi ukajua kwamba kweli kweli hizo roho zilikuwepo, haiza? Hapana, kwa sababu tungali katika njia, na haijamaanisha kwamba unapokuwa katika neno na bado haujamaliza kwamba lazima nimefika. Bado tuko katika njia. Kwa hiyo ndio hicho. Ndio maana kitabu pia cha Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 141 nasema, mimi mto, kwa hiyo nilitembea kuelekea moto katikati ya roho wa uwepo, roho wa mida mifupi, roho wa wakati, roho wa madhihirisho na roho wa mionekano, pamoja na roho msimamizi wa uzazi na roho msimamizi wa utangulizi katika hali inayoonekana. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya roho msimamizi wa uzazi. Ni kitu gani ambacho wanachokifanya kuhusiana na sisi tulio katika hali inayoonekana? Sasa kipengele cha tatu ni kuhusiana na ishara ya pili na mkia wa dragoni. Tunarudi sasa kwenye Ufunuo. Hapo tuliongelea kuhusiana na namna gani huyu mwanamke alikuwa mjamzito na anatakiwa kuzaa, na ikiwa yeye ni mjamzito, ni mwanamke ambaye ameanzishwa, lazima kutakuwepo na uwepo wa roho hizo, msimamizi wa uzazi na roho wa utangulizi katika hali inayoonekana. Wote watakuwepo wakati ambapo huyu mwanamke ambaye ni wasi atakapokuwa anazaa. Sasa hapa kuna ishara ya pili ambayo Lakisabe ataiona, na pia ataona dragon, kwa sababu unaposoma katika Biblia za kisasa watawaambia kwamba mkia wa nini? Mkia wa dragon yani wa joka uliburuta theluji moja ya nani? Ya nyota na kuziangusha. Sasa wanapenda kumaanisha kwamba yani ni mkia wa shetani ndio uliokokota malaika wengine wakaanguka pamoja naye. Sasa swali ambalo anawaambia yule aliyewaambia kwamba shetani yeye ni dragoni ni nani? Yule aliyewaambia kwamba shetani ni dragoni ni nani? Na ndio maana wanachora shetani anamkia, kwa sababu wao wanaposoma hawaelewi ni nini ambacho kilitendeka, ni kitu gani ambacho kinafanya kwamba huyo shetani ambaye tunajua kwamba yeye ni kerubi aongelewe kwamba yeye alikuwa na mkia. Na huu mkia ulitoka wapi? Kwamba yeye ni dragoni. Tena wanasema kwamba ni dragoni ambayo ilikuwa ni yule joka wa kwanza kabisa aliyemdanganya mwanamke. Yeye wanapenda kutuambia kwamba shetani na yule nyoka aliyemdanganya yule mwanamke kwamba wao ni kitu kimoja, kwamba sio viumbe viwili. Wao wanapenda kutuonyesha hivi, lakini hapa huu sio ukweli jinsi wanavyoongea. Yaani ni viumbe viwili ambavyo viko tofauti, na shetani yeye sio dragon, shetani yeye sio nyoka. Hapana. Sikilizeni kwa makini, mtaelewa kwa nini hilo jambo lilitumiwa, na hayo maneno yalitumiwa kuhusiana na dragon, za nyoka kubwa. Ndio maana mstari wa 3 Ufunuo sura yake ya 12 mstari wa 3 hadi 4 inasema, ishara nyingine ilionekana katika ulimwengu, na tazama, ilikuwa joka kubwa dragoni lenye vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Kwa hiyo wanavyokuambia tena hapa kwamba
Laki saba akaona tena ishara nyingine. Sasa hiyo ishara ya pili sasa kwa mtazamo wake akaangalia akaona kwamba ni joka kubwa ambalo ni dragon, ambayo ilikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa hivyo vilemba 7. Mstari wa 4 anaendelea kusema, mkia wake uliongoza theluthi moja ya nyota. Kuna mabano bamululu mabungulane, yani malaika walioanguka. Twende polepole. Kwa hiyo watawaambia kwamba mkia wa huyo dragon ambao watasema kwamba ni shetani, kwamba uliongoza theluthi moja ya nyota. Yani hiyo theluthi, yani tuseme kwa mfano theluthi moja ya nyota, yani ni bamululu mabungulane, ni malaika pia. Yani unaposikia nyota katika hili, yani ni malaika. Sikilizeni kwa makini. Kwa hiyo iliburuta, huu mkia uliburuta, kwa mfano aidha uliongoza theluthi moja ya nyota za ulimwengu na kuwafanya waanguke. Kuna mabano watatuelezea sasa kile ambacho kilitendeka, na tutaenda kuambia ufunuo kwa nini hapa huyu shetani Mudimabu Bey anatumiwa kwamba yeye ni dragon. Tutaenda kuambia. Alafu anasema kwamba wanaposema kwamba na kuwafanya waanguke, kuna mabano walimfuata shetani Mudimabu Bey, roho mbaya, kwa uhuru na kwa hiari katika jitihada zake za wazimu. Kwa hiyo katika malengo yake, yani sio kwamba ni shetani aliyewakokota waanguke kinguvu hao malaika aliyoanguka nao. Hapana, yani walianguka kwa kutumia hiari yao wenyewe na uhuru wao wenyewe ili kuambatana na shetani katika kuanguka. Sasa wakati wanaposema kwamba ni yeye mwenyewe ndiye aliyewaangusha, sio vizuri, sio tafsiri ambayo ni nzuri. Hapana. Ndipo akasema wakati fulani joka dragoni ilisimama mbele ya mwanamke aliyeanzishwa, ambaye alikuwa karibu kuzaa, ili kurarua, kuna mabano, kutamani, kuharibu, tunafunga mabano, watoto wake atakapozaa. Kwa hiyo huyo joka ambaye ni dragon, yeye aliburuta, yani aliongoza theluthi moja ya nyota, na hizo nyota zitawakilisha malaika. Lakini hapa sasa watakuwa tayari malaika walioanguka, kwa sababu wameanguka, ndio wanaitwa bamululuma bungulani. Sasa wanaposema theluthi moja ya malaika, watu walio wengi wanafikiri kwamba yani uchukue malaika wote, yani viumbe vyote vya kiroho ambavyo viko katika ulimwengu wa kiroho, sasa ni 1/3 ndiyo iliyoanguka. No, sio kwa namna hiyo. Mtaenda kuelewa vizuri, sikilizeni kwa makini. Ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba huyu mwanamke alikuwa mjamzito na alitakiwa kuzaa mtoto mmoja. Huu ni uongo, bali uhalisia ni kwamba alikuwa mjamzito na alitakiwa kuzaa watoto hawa wawili, kwa sababu swala la watoto wawili lipo katika kila wakati. Haleluya. Mnatakiwa kuelewa swala hilo lipo katika, na ndio maana hata katika Agano Jipya wanapochukua mfano wa nani wa mtoto mpotevu, watakwambia baba alikuwa na watoto wake wawili, mmoja akafanya hivi mwingine. Yani lazima kuwepo na wawili. Hata huyu anayeita Yohana Mbatizaji, wakati huyu Yesu alipokuja, si yeye mwenyewe ndio alisema kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu atakayeondoa dhambi za ulimwengu? Ndivyo imeandikwa ndani ya Biblia, si ndio? Lakini wakati alipowekwa nguvuni, amefungwa, anauliza anawaambia wanafunzi wake kwamba nendeni mkamuuliza kama ikiwa ni yeye aweza tusubiri mwingine. Huyu mwingine ni nani? Kwa sababu wanajua kwamba kuna wana hawa wawili, kuna mzaliwa wa kwanza na kuna mzaliwa wa pili, kwa sababu wao walijua kwamba mzaliwa wa pili atakapokuja atarejesha ukweli wote. Sasa lazima waanze sasa kubadilisha historia ya watu weusi, ili watu weusi wasipate kutambua wakati atakapokuja, waone kwamba labda ni mwongo, ni jambazi, aweza anakuja labda ni mpinga Kristo, mambo kama haya, ni mpinga Yesu. Hivyo ndivyo walivyofanya. Ndio maana wakaweka kitabu cha Yohana 3:16 kwamba ana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu. Huyo Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe anasema kwamba msipende ulimwengu. Sasa kwa nini yeye anasema kwamba kwa nini yeye anapenda ulimwengu wakati anaambia watu kwamba msiupende ulimwengu, lakini yeye alipenda ulimwengu? N'importe quoi. Ndio maana waliweka hilo andiko kusema kwamba alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, wakati unajua kwamba ndani ya Biblia yani Yesu huyu wanayeita Yesu sio mwana wa pekee tu, kwa sababu unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1
inasema wana wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa anasema mwana wa Mungu, ina maana kwamba huyo Yesu si mwana wa pekee wa Mungu, kwa sababu kuna wana wengine katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6 mstari wa kwanza, na wote ni wana wa Mungu pia. Unaposoma katika kitabu cha Ayubu sura yake ya kwanza mstari wa 6, hivyo hivyo wanasema hivyo kwamba wana wa Mungu walikusanyika pamoja, sijui shetani akaja naye pia miongoni mwao. Ni kupenda kuambia kwamba walicheza na historia yetu, walicheza ili kuhakikisha kwamba wanatushika, ili sisi tusiwe hata na namna ya kufikiri kwamba labda historia hii ambayo tunaisoma kwamba labda ni ya kwao, kumbe ni ya kwetu, ambao waliiba wakaibadilisha kweli kweli. Sasa hapa ukweli umerejea, hakuna tena swala la utumwa hapa, mambo yamebadilika. Bado wale walio katika hizo dini bado mungali mnawafunga kama vile watumwa wa kiroho, watumwa wa fikra, lakini ipo siku nao pia neno litawafikia na wataondoka katika hizo takataka zao, hizo takataka zenu ambazo mmewaletea watu weusi, ili wazidi kufariki kifo cha kiroho. Na wanapotoka huko, mtaenda kuungua katika moto wa Jehanamu, n'importe quoi. Huo moto umeona wewe? Hakuna Jehanamu kama gisi mnavyofikiria, hakupo. Msije kutusumbua, ukifanya hivyo, ukikunywa tu bia kidogo, ukifariki utaenda kuungua. N'importe quoi, n'importe quoi. Hata ungua kwa kitu gani? Na alafu baadaye tena mnasema kwamba kutakuwa na hukumu. Sasa hukumu ya kitu gani tena? Hukumu ya kitu gani tena? Namna gani nyinyi mnaona kwamba kweli kweli, yani unaweza ukaanza kumpatia mtu adhabu na bado hujamhukumu? Hiyo ni taratibu gani? Hayo ndio mambo ambayo tunaona katika hali hii inaonekana katika nchi zote duniani kote. Mtu anaanza kufungwa, anaanza kupata adhabu, na wakati kesi yake haijaamuliwa kwanza. Hiyo mmeshaiona wapi? Hiki ndio kitu ambacho kimeandikwa ndani ya Biblia. Aya za namna gani? Kikawaida mtu anahukumiwa kwanza, alafu anapewa adhabu. Kama ameonekana kwamba anakosa, ndio anapewa adhabu. Huwezi ukaanza kumwadhibu mtu wakati haujamuona kwamba yeye ana hatia. Sasa ikionekana kwamba hana hatia na umeshamweka katika adhabu, itafanywa namna gani? Wewe utachukuliwa uwekwe nafasi hiyo, nao pia upate hiyo adhabu ya siku ambazo ulimfanyia. Haya maumivu yote aliyoyapata na wewe yapata, kwa sababu umemweka bila lazima kwanza yani hukumu itolewe. Sasa hiyo ndio hukumu ya Wakristo pia ambayo tunaiona katika hali inayoonekana. Mtu anafariki sasa hivi anaanza kuungua, na shetani aliyefanya watu waingie katika dhambi, yeye bado yupo tu, anajivinjari tu, anaendelea tu na maisha yake. Malaika walioanguka wapo tu, labda kundi moja tu ambalo limefungwa, lakini kundi zingine mbili ziko huru. Demon zenyewe zipo huru tu, zinafanya mambo yao. Sasa wewe ambao umekuja kudanganywa leo, unaanguka katika dhambi, unafariki, unaanza kuungua, na wanzilishi wa anguko wao wanajivinjari wako tu, na wewe unasema kwamba wewe ni Mungu wako ambaye anajua haki. Hiyo ni haki ya namna gani? Ondokeni katika hizo takataka ambazo wamekuja tu kuogopesha watu weusi ili wasitambue uhalisia wao. Nawaambia ni muda ambao watu weusi wanaamka. Walifikiri kwamba watu weusi watabaki kama gisi walivyofikiri wao, kwamba watabaki katika ule ujinga tu, kwamba watakuwa pale kusema haleluya, amena. Kila swala, kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kuwa katika ujinga, na kuna wakati wa kutoka katika ujinga. Huu ndio muda wa mtu mweusi kutoka katika ujinga na kuwa yeye mwenyewe mwalimu. Inawaambia ni swala la muda tu. Sasa kulitakiwa kuzaliwa watoto wao wawili wa kiume. Ndio maana una macho mawili, angalia pua ya midomo chini na juu, mikono miwili, masikio. Mwanaume wewe mwenyewe unajua uko chini, una mbili, miguu miwili. Mnafikiri kwamba kila kitu kinawekwa kwa sababu kiwekwe tu. Figo na mbili, sio moja. Kwa nini siwe moja? Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Yaani huu ndio uhalisia. Watoto wawili ndio walitakiwa kuzaliwa. Sasa kuhusiana na huyu shetani mlimwengu ambaye wataita kwamba yeye ni dragon, ambaye mkia wake uliongoza theluthi moja ya nyota. Nikasema kwamba hiyo theluthi moja ya nyota yaani inawakilisha malaika. Ni malaika hao wanaongelewa hapa. Sasa hao ni malaika ambao wao ni katika kategoria ya ngengeti, yaani ni malaika ambao wanaitwa nyota. Maana yake yani jina lao ni nyota, lakini lugha ya asili ni ngengeti. Sasa kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna aina mbalimbali, yaani niseme tu kuna jamii moja tu ya roho zote za gizo kula vitu, jamii moja tu ambayo ni nyeusi. Lakini unaweza ukakuta kwamba kuna Bamululuma ambao wataita malaika, kuna Bebutemudi ambao wataita makerubi, kuna
maweya ambao wataita maserafi, kuna mabenoni musangisidi ambao wataita phoenix, kuna masangwa tumba ambao watasema malaika wakuu gisi wanavyosema, na kuna wengi, kuna aina mbalimbali. Sasa katika upande wa Bamululuma, kuna Bamululuma ambao wanaitwa Ngengeti. Sikilizeni kwa makini, kuna Bamululuma ambao wanaitwa Ngengeti. Sasa kati ya hao Bamululuma wanaoitwa Ngengeti, kuna kuna kundi mbalimbali. Sasa kundi tatu za mwisho kuhumbwa katika kitengo hicho cha Bamululuma ambao wanaitwa Ngengeti, hizo kundi tatu za mwisho kuumbwa ndizo zilizoanguka kati ya Ngengeti wote. Ina maana kwamba kuna aina zingine za roho ambazo zinaitwa Ngengeti ambazo hazikuanguka. Kwa hiyo haya malaika walioanguka, yani ni kategoria ya malaika wanaoitwa Ngengeti, lakini kuna kaka ambao waliumbwa kabla ya wao hawakuanguka, lakini nao pia wanaitwa Ngengeti. Sijui kama unaelewa hili. Sasa ndio maana ni theluthi moja ya Ngengeti ndiyo iliyoanguka. Sijui kama unaelewa hili. Yaani ni tuseme tu Ngengeti labda ni mfano tu, ingawa sio hivi, ni kama vile ni miliati 2 ya Ngengeti. Sasa unakuambia kwamba ni asilimia, yani tuseme ni 1/3 ya hao Ngengeti ndio wameanguka, lakini sio kwamba ni jeshi lote la ulimwengu wa kiroho ndio asilimia moja, yani 1/3 ndio imeanguka. Hapana, nafikiri hapa mnaelewa vizuri sasa. Yani ni theluthi moja ya malaika walio katika kategoria inayoitwa Ngengeti ndio iliyoanguka, lakini kaka zao wengine wao hawakuanguka, nao pia ni Ngengeti hadi muda huu naongea, wanaitwa ni Ngengeti, lakini hizo kundi tatu ambazo ziliumbwa mwisho ndio zilianguka. Lakini pia na shetani naye pia akaanguka. Shetani yeye ni kerubi. Shetani sio malaika. Mnatakiwa kuelewa hivyo. Shetani sio malaika. Shetani ni kerubi. Maana Wakristo, hata mimi wakati nilipokuwa katika dini sikuwa nafanya utofauti. Nilifikiri tu wote viumbe vyote vya kiroho vinaitwa tu ni malaika. Lakini unaposoma ndani ya Biblia utakuta wanakuambia kuna masherafi, kuna makerubi. Sasa haya yote hawezi, unaona kama labda ni vitu ambavyo viko kawaida. No. Kwa hiyo kuna vitengo mbalimbali vya roho za gizo kula vitu. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Sasa hiyo ndio theluthi moja ambayo iliongozwa na huyu shetani mlima bobe. Nikasema kwamba shetani mlima bobe yeye ni kerubi, lakini yeye ndio kerubi wa mwisho kuumbwa kati ya makerubi wote. Kwa hiyo hakuna kerubi mwingine ambaye alianguka, ni yeye mwenyewe tu, na yeye ndio alikuwa wa mwisho kuumbwa kati ya yani kuna kaka zake ambao wanauweza nguvu za ajabu kuliko yeye, lakini kumrazi wao hawakuanguka. Nafikiri hapa ndugu zangu mnaelewa vizuri. Ndio maana Dubise atatuelezea sasa kiundani wanaposema kwamba mkia uliongoza theluthi moja ya nyota. Yeye ataenda kutuelezea maana yake ni nini hasa. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 740 hadi 741 inasema mkia wake kuna mabano, yani azimio, nishati. Kwa hiyo wanapoongelea kuhusiana na mkia, yaani inamaanisha ni azimio, inamaanisha nishati ya nani? Ya huyo dragon ambaye ni shetani mwenyewe. Alafu anatuambia uliongoza, yani huu mkia wake, yani ambao ni azimio za nishati, yani mkia uliongoza. Hiyo kuongoza hiyo kuna mabano, yani ni mazungumuzo, ni maongezi, ni hotuba, ni majadiliano, yani walijadiliana na malaika walioanguka pamoja. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Narudilia kusoma. Mkia wake kuna mabano, azimio, nishati, tunafunga mabano, uliongoza, tunafungua mabano, mazungumzo, maongezi, hotuba, majadiliano, tunafunga mabano, theluthi moja ya nyota, tunafungua mabano, Bamululuma Bungulani, yani malaika walioanguka, tunafunga mabano za ulimwengu, na kuwafanya waanguke, kuna mabano,
walimfuata shetani mlima Bobe, roho mbaya, kwa uhuru na kwa hiari katika jitihada zake za wazimu. Kwa hiyo hapa tayari wanapenda kutuonyesha kwamba kwelikweli mkia unamaanisha kitu gani na kuwaongoza ilikuwa ni kitu gani, na hiyo theluji moja ya nyota alikuwa ni akina nani. Halafu kwamba waliingia wenyewe, sio kwamba waliburutwa ili kwamba yeye ndio aliwaangusha kinguvu. No, ni kwa uhuru na kwa hiari yao wenyewe. Hawa bamuloloma bungulane, yani malaika walioanguka, ni makundi matatu ya bamuloloma, yani malaika ambao walikuwa kuna mabano pamoja na shetani, roho ambazo hazikujua siri ya agizo kuu la vitu. Yaani wakati haya makundi matatu yalipohumbwa, hayakufunuliwa siri ya agizo kuu la vitu. Pamoja na shetani mlima Bobe pia hakufunuliwa siri ya agizo kuu la vitu, kwa sababu hata kabla hawajaumbwa walijulikana kwamba wataanguka. Ndio maana hiyo siri hawakupewa, hawakujua. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Ndio maana tunaenda kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake ya 12 mstari wa 5 hadi 6. Nasema ndio huyu mwanamke sasa alizaa wana wawili ambao watachunga kiroho mataifa yote kwa fimbo ya enzi iliyotolewa kutoka agizo kuu la vitu, na watoto wake walinyakuliwa. Maana yake ndani ya mabano kuanzishwa na roho za agizo kuu la vitu, tunafunga mabano, katika patakatifu pa patakatifu. Na mwanamke aliyeanzishwa akakimbilia jangwani. Maana yake ni nini? Kuna mabano, walioanzishwa walijitenga na wasioanzishwa, tunafunga mabano, ambako alikuwa na mahali palipotayarishwa na mundi ili apate kulishwa huko kwa wakati, nyakati na nusu ya wakati unaojulikana nasi. Sasa wanaposema mwanamke alienda jangwani, hiyo jangwa litamaanisha kitu gani? Kitabu cha Themusia sura ya 38 mstari wa 25 nasema, ili mvua inyeshe juu ya nchi isiyo na wakazi, juu ya jangwa lisilo na watu. Kwa hiyo ndio maana mwanamke walimkimbiza jangwani, ikiwa na maana kwamba kwa sababu anaondoka miongoni mwa wasumbufu, wale wanaosumbua. Yani ndio maana wakasema kwamba walioanzishwa walijitenga na wasioanzishwa, ndio maana yake. Kipengele cha 4, vita vya kiroho. Sasa hivyo vita vilivyotendeka sasa ni vita gani? Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 inasema, kabla ya kuanza kuna mabano, kabla ya uumbaji wa hali inayoonekana aloba, na kulikuwa na vita katika mojawapo ya uhalisia wa ulimwengu wa kiroho. Mene ambayo wataita Mikaeli, mmoja kati ya malaika wakuu, na bamululuma wake, yani malaika, wakawakataa. Kuna mabano, yani walipigana dhidi ya joka dragon. Sikilizeni vizuri. Ndio maana tunapoenda sasa, twende kujua sasa kwa nini sisi katika ukweli tunajua kwamba shetani yeye sio dragon. Shetani ni kerubi. Sasa namna gani tena tutumie msemo wa kusema kwamba alipambana dhidi ya joka ambayo ni dragon? Imetokana na kitu gani hasa? Ndio maana sasa twende sasa kuwaelezea ni namna gani shetani kuna mara anaitwa yeye ni nyoka, aidha ni joka dragon. Kwa nini? Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Asili ya Ndani ya Shetani sura yake ya kwanza mstari wa 146 hadi 149, ndani tu ya Kalata Ndimsi. Inasema, tangu mwanzo wa vita, ndio hivyo vita ambavyo tumegusia, shetani alipenya ono, yani alipewa maono, alipewa ono fulani. Sikilizeni kwa makini. Tangu mwanzo wa vita, shetani alipenya ono moja la uhalisia ambao haukuwapo bado. Ono hili lilitumwa kwake na roho wa ufahamu, ambaye alimruhusu kuwa na ufahamu wa kile ambacho kilikuwa nje ya uweza wake. Sijui kama mnaelewa. Ina maana kwamba kwenye mwanzo wa vita kati ya shetani mlima Bobe pamoja na kikosi chake na
mene ambayo utaita Mikaeli pamoja na kikosi chake, shetani alipewa ono, na aliyempa ono ni roho wa ufahamu, ndiye aliyempatia ono. Sasa hilo ono sasa ndilo mtaenda kuelewa ni kwa nini mara anaitwa shetani, yeye ni nyoka, joka, aiza dragon. Mtaenda kuelewa kwa nini. Sasa katika hilo ono tuelewe sasa ni nini ambacho alichokiona katika ono hili. Ebutemu-D ambaye ni kerubi aliyeanguka, ambaye ni shetani mudima bobero mbaya, alijiona akiingia ndani ya joka kubwa dragon. Kwanza, kitu cha kwanza wanawambia kwamba hili ono ambalo yeye shetani mudima bobe aliloliona ni la mambo ambayo yatakuja. Hayo mambo hayajakuwa, dunia haijaumbwa, huyu nyoka ambaye ni dragon hajaumbwa pia, lakini akaonyeshwa tayari na roho wa ufahamu kitu kitakachotokea baadaye, kwamba yeye shetani mudima bobe ataingia ndani ya nyoka, joka kubwa ambayo ni dragon. Na huyu nyoka, yani nyoka dragon huyu ambaye amepewa kama ono, ndio huyu nyoka ambaye alikuja akamdanganya mwanamke baadaye. Yani ni shetani aliyeingia ndani ya huyu mwanamke, ndani ya nyoka, na huyu nyoka anaitwa kwa jina la Njom. Njom. Kwa hiyo ataona kwamba katika hilo ono, ataona kwamba ameingia ndani ya joka huyo dragon. Kisha Ebutemu-D, yani shetani, ghafla akachukua muonekano, kuna mabano, akajibadilisha wa joka kubwa dragon wa ono. Maana yake ni nini? Yani baada ya kuona hilo ono, kwenye mwanzo wa vita kabisa, akachukua moja kwa moja hilo umbo, akachukua muonekano moja kwa moja wa dragon hiyo ya nchi kavu baadaye, ambayo itaumbwa baadaye. Akatumia sasa ili apambane, kwa sababu wakati alipoona hiyo dragon katika ono, alifikiri kwamba hii ina uwezo wa hali ya juu, kwa hiyo nikitumia hii, hata hao mene na kikosi chake itakuwa rahisi sana mimi kuwamaliza. Ndio maana katika vita akachukua hilo umbo ili kwenda kupambana na mene pamoja na kikosi chake. Ndio maana tumesoma hapa kwamba yeye dragon akapambana, ambaye ni shetani akapambana. Hiyo ndio sababu. Shetani chini ya mwonekano wa joka kubwa dragon pamoja na babu Muluma bungulani wake, yani malaika walioanguka, walipiga kama umeme. Yani vita vilikuwa vya kutisha. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura yake 12 mstari wa 8 hadi 28 nasema, joka kubwa dragon na babu Muluma bungulani, yani malaika walioanguka wake, wakapiga kama umeme. Mene ambaye wataita Mikaeli, mmoja kati ya malaika wakuu, akamwambia joka dragon. Kwa hiyo akamwambia joka dragon, unapenya hatari ya hali yako. Maana yake ni nini? Kwa sababu ukitoa kundi hizi tatu zilizoanguka za malaika ambao ni ngengeti, ukitoa huyu Ebutemu-D ambaye alianguka, ambaye wataita shetani mudima bobe, roho zingine zote ambazo zilizobaki, kabla ya yote walikuwa tayari wameshaona kila kitu na mwisho wa kila kitu. Ina maana kwamba shetani mudima bobe alipokuja ili kwamba apambane na mene ambaye ni Mikaeli, yeye Mikaeli alishaona kila kitu, mwisho wa kila kitu, vita vyote, kila kitu hadi mwisho, hata hadi hukumu. Yani roho zote ziliruhusiwa, na wa kwanza na wa pili waliwaruhusu wapate kuona hilo. Kwa sasa yeye yuko pale, hajui ni nini ambacho kitaendelea. Ndio maana mene akaongea akamwambia, hey, unapenya hatari ya hali yako. Kuna faida gani kupigana vita tasa kutoka kwako? Kwa sababu vita ambavyo unapenda havitazaa chochote, kwa sababu tumeshaona mwisho. Lakini joka dragon alijiandaa kwa hasira yote kali, kuna mabano, chuki, ghadhabu, ukatili, tunafunga mabano, ambayo alikuwa na uwezo wake. Yani kila aina ya uwezo ambayo alikuwa naye, sasa ndio akajiandaa, sasa mimi naenda kumalizana sasa na mene na kikosi chake. Hasira yake, kuna mabano, ukatili zidi ya mene.
iliongezeka tu. Vita vilikuwa vikali, kuna mabano, kwa walioanguka, kwa kuwa aliyeanguka wa kwanza ambaye ni Shetani mwovu na jeshi lake lote hawakuwa na wazo la maafa waliokuwa karibu kupata. Hawakujua chochote, kwa sababu wao hawako katika siri. Nguvu zao zote zilizounganishwa, kuna mabano, zilizojumuishwa, zinazohusiana, hazikuwa chochote. Yani wajitahidi nguvu zao zote ili wapambane, lakini haikuwa kitu chochote kwa Mene pamoja na kikosi chake. Vita hivi vya kutisha vya kiroho vilikuwa vikifanyika zaidi ya mwendo wa nuru, yaani kwa macho yako hauwezi ukaona, na kelele walizopiga wakati wa vita zilikuwa kama sauti ya umeme na ngurumo, na uweza wa nishati zao ambazo walizotumia wakati wa vita zilizidi uwezo wa silaha zote za nyuklia zikiwa zimeunganishwa katika hali inayoonekana, kwa maana silaha hizi za nyuklia zitajulikana tu kwa wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, katika siku zijazo. Unaona, yani anaona hivi vyote baadaye, tofauti na walioanzishwa, yani watu weusi, wao walizijua tayari. Kwa hiyo hizi bomu za nyuklia, mnasikia wengine wanasema kwamba kuna Satan, shetani wa pili, Satan 2, haya za nini, bomu za ajabu ajabu. Haya mambo yote watu weusi walikuwa tayari wamejua mapema mno, na walikuwa na aina za nyuklia za bomu, Mulidi anatuambia, ambazo hamwezi mkaziona kwa wakati huu. Swali mtajiuliza, katika lengo gani? Hiyo ni mada nyingine, na itatokea watu weusi watarejea tu. Bomu za nyuklia zitakuwa, watu weusi watakuwa wenyewe, watakuwa na viwanda, watatengeneza bomu zao za nyuklia. Unajua bomu za nyuklia ni kwa sababu kuna bomu zingine sio lazima kwenda kupambana, mnaweza mkawa nazo na kuonyesha. Ndio maana mnaona marais walio wengi baada ya mwaka za miaka wanafanya wanafanya nini, sijui mkiswahili wanasema namna gani, wanaonyesha vifaa, silaha zao walizo nazo. Lengo ni nini? Ni kutisha adui, ili mtu akisema kwamba huyu siwezi nikamchokoza. Kwa hiyo ni silaha tu za kumwogopesha adui, kwamba atambue akipenda kuingia katika hili, ajue kile ambacho atakutana nacho. Na hicho watu weusi nao pia watakuwa nazo. Hizi bomu za nyuklia zote wenyewe kwanza wataanza kuziharibu wao kwa wakati yao wenyewe kwanza, na ndio maana tayari umeshaanza kuona, maana kuna mkanganyiko wakati huu ambao mwezi mkamili mudima bekoki city. Ndio maana watu weusi hatuna haja ya kurudisha sisi. Kaka zetu wa kiroho wapo kazini. Sisi tunachokiombwa ni tubadilishe namna ya kufikiri, tuachane na hizo takataka zao, halafu muache sasa na muone macho, mtazame kile ambacho kitatokea zidi ya wale waliokufanyia kile ambacho kibaya. Mtu mweusi hana haja ya kulipiza kisasi yeye. Kaka zake wa kiroho wapo pale kwa ajili ya shughuli hili. Hivi sijui kama unaelewa hili. Haya ndio mambo ya kiroho ambayo nawaambia ndugu zangu. Haya mambo hata tunayoongea katika siri, kuna mambo mengi ambayo yanatendeka kwa muda huu. Ndio maana umeona kwamba kumeingia mkanganyiko katika hao wanaojiita kwamba wao ndio mabingwa wa dunia, ambao wako pale kwa ajili ya kuleta vita katika sehemu zingine. Yani mkanganyiko umewaingia. Hata hivyo, katika vita hivi joka kubwa Dragon na Bamuluma Bungulane wake hawakuwa wenye nguvu zaidi, kwani Mene na Bamuluma wake walifikia nishati ambazo zilififisha hata uweza wa joka Dragon. Yani nguvu ambazo walizokuwa nazo akina Mene na malaika zake, yani nguvu zote za shetani ulimwengu zikafifia. Na joka Dragon na Bamuluma Bungulane wake walipigana, lakini hawakuwa wenye nguvu zaidi, na mahali pao hapakupatikana tena katika kati ya roho teule. Mstari wa 20 kuna mabano, kabla ya uumbaji wa hali inaonekana, tunafunga mabano, na alitupwa joka kubwa. Yani mambo haya yalitendeka kabla dunia hii haijaumbwa.
Na alitupwa joka kubwa dragoni, joka dragoni wa zamani, ambaye alifanywa kitu kimoja na shetani mlima bobero mbaya, yule aliyemdanganya mto. Shetani mlima bobero mbaya alikuwa amechukua umbo la joka hili kubwa dragoni, naye akatupwa chini kutoka nje ya uwepo wa roho teule na bamululuma bungulani, yani malaika walioanguka wake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo haya mambo yote yalitendeka dunia bado kuumbwa. Alafu Lakisaba anasema, nilihisi kwa urahisi mshangao wa shetani mudima bobero mbaya wakati wa anguko lake, alipohisi mitazamo ya kutoboa ya viumbe wawili wa ajabu ikiwa juu yake. Hivyo viumbe viwili vya ajabu ni viumbe vya kina nani? Ni aina gani ya hivyo viumbe viwili ambavyo vilimtazama haja akaogopa, kaisi woga, akasema hivyo viumbe? Na kwa nini vinaitwa viumbe? Walio na swali, tutakutana Jumapili, mtauliza swali. Kipengele cha 5, baada ya anguko la dragoni. Sasa mstari wa 22, baada ya uumbaji wa hali inaonekana hapo sasa. Ulimwengu umeshaumbwa, hii dunia. Shetani alikuwa tayari ameshaanguka. Na nikasikia sauti kuu katika ulimwengu ikisema, sasa kuna mabano ambao utakuwa wakati ujao kwa wale wa hali inayoonekana. Loba, tunafunga mabano. Wokovu umefika, na nguvu na utawala wa kiroho walioanzishwa wakati unaojulikana nasi, kwa maana mshtaki wa ndugu zetu, kuna mabano, wajao, waliodhihirishwa katika hali inayoonekana ya wakati unaojulikana nasi, yeye anayewatuhumu kila siku. Wakati huo ambao utakuwa wakati wa ujao, wakati wao ujao, watamshinda kwa sababu ya upendo wa neno la tete na kwa sababu ya neno la ushuhuda watakalotoa. Ndio maana furahini walioanzishwa, na nyinyi wasioanzishwa, walioneemiwa, mliopata neema. Ole wao ambao hawajaneemiwa, kwa maana shetani mdima bobero mbaya ameshuka katika haki katika hali kumrazi inayoonekana kuwaelekea, kuna mabano, kuwaelekea baada ya kuumbwa kwa ulimwengu. Tunafunga mabano, hapa ni uhalisia, akiuishwa na hasira kuu, akijua kwamba ana wakati mfupi, wakati unaojulikana nasi, kwa maana yeye na bamululuma bungulani, yani malaika walioanguka, wanawekwa hai kwa muda, kuna mabano, ingawa wamekufa na roho wa uwepo. Joka dragon alipoona kwamba ametupwa kwa wakati fulani, alimfuata yule mwanamke mweusi aliyeanzishwa, ambaye alikuwa amezaa watoto wawili wa kiume, na namuloloma akamchukua yule mwanamke aliyeanzishwa mpaka jangwani, mpaka mahali pake ambapo atalishwa kwa wakati na nyakati na nusu wakati, mbali na uso wa joka dragon. Na kutoka kinywani mwake joka dragon akatoa maji. Hayo maji, kuna mabano, wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, kama mto, baada ya yule mwanamke aliyeanzishwa, ili kumburuta na mto, yani alitema maji. Na mudima bekokisedi akamwokoa mwanamke mweusi aliyeanzishwa, na ardhi ikafungua kina chake na kuumeza mto ambao joka dragon alitoa kutoka kinywa chake. Ndio maana hata Dubise sura yake ya kwanza sura 773 naye pia alisema hilo. Na mudima bekokisedi akamwokoa mwanamke mweusi aliyeanzishwa, papo hapo nikaona mudima madiba ibaiti, yani roho wa maji ya kwanza akitokea. Kisha ardhi ikafungua kifua chake, ambayo ni kina chake, na kumeza mto ambao joka dragon ilikuwa imeutupa kutoka kinywani chake. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 12 mstari wa 29 hadi 30 nasema, na joka dragoni akamsirikia yule mwanamke mweusi aliyeanzishwa,
akaenda kufanya vita na wasioanzishwa wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi. Muda fulani baadaye joka dragoni alikuja na kusimama kwenye ukingo wa bahari katika Wase Mutunga, yani Afrika ya Kati. Lumba anaendelea kujitukuza.